Bana, kwenye each one teach one, tunashukuru. Leo ndio tarehe 7 na usiku ndo huu umeingia. Kama ndege vile, kila mtu anajisogeza kwenye kiota chake, pumzike ili kesho tugange yajayo. Tunashukuru kwa sababu hakuna taarifa yoyote labda kuna mtu yote kajeruhiwa, kaumizwa, ni sehemu yoyote, yani kila kitu kimeenda shwari. Kwa hiyo tunajipigia makofi wananchi wenyewe kwa kuona umuhimu wa kuitikia wito kama hivyo, kutulia nyumbani, tukiamini kwamba yale madai yetu, njia pekee ya kuyatimizwa maandamano sio njia pekee yake. Wananchi wametikia wito kwamba maandamano sio njia pekee ya matakwa yao kutimizwa, ingawa ni haki yao ya msingi wanaoidai, ni jambo la msingi kabisa, na of course mamlaka zinafahamu hilo. Lakini wametulia nyumbani, jambo la heri sana. Ila pia vyombo vya dola navyo kujitokeza kwa namna fulani ni jambo la heri, kwa sababu wasiwasi ndio akili. Tuwezi kujua nini na nini kilichoka nafikiriwa, lakini naamini pia wenyewe tunasema asante kwa namna fulani. Ingawa pia lazima tukubali kwamba kupitia hii hali ambayo imetokea leo, tunaweza pia tukajifunza Kiswahili fasaha cha tofauti ya maneno mawili ambayo watu wanayachanganya sana. Amani na utulivu. Unaweza kuwa tofauti yake leo hii. Kwa mfano leo unaweza kuona kuna watu wanaongea, wengine hata viongozi wanasema bwana amani imetawala, sina vitu kama hivi. Ni kweli amani ni muhimu, lakini tuseme kweli leo kulikuwa na utulivu. Lakini huwezi kusema amani, kwa sababu utulivu ni tunda moja tu katika matunda mengi yanayopatikana kwenye mti unaoitwa amani. Na kwenye mti wa amani tunda kubwa kabisa ni uhuru. Kama ilivyo amani yenyewe. Amani yenyewe ni tunda moja tu katika mti mkubwa unaoitwa haki. Kwenye haki kuna matunda mengine mengi, amani, maendeleo, siji na nini, umoja, yote hapo kwenye mti. Lakini pia ndo tofauti zake. Kwa leo hii, kwa hali ilivyokuwa vile, biashara hazijafunguliwa, watu hawajaenda kwenye shughuli zao, na kwa maisha wa Tanzania wengi riziki zao ni mpaka mtu atoke kama mbwa koko, riziki mguuni. Kwa kuna mtu ambaye leo hajatoka na hajapata riziki. Watoto wake pengine wamekosa sukari, shule zinafunguliwa kesho, na shule zenyewe kipindika wanavyojua michango kibao, hajui mtoto wake ataendaje shule. Huyu mtu huwezi kusema kwamba alikuwa na amani. Sababu amani ni nje na ndani, mwilini na moyoni. Mtu mwenye mawazo yao sio na amani, huyo moyo wake unawaka moto. Na hata utulivu aliokuwa nao sio utulivu wa nje, sio utulivu wa ndani, utulivu wa nje, lakini moyo wake hauna utulivu kwa sababu siku imepita hajaingiza chochote, hali haieleweki. Tofauti na wewe ambaye umekaa sebleni, posho zimeingia, umelipa wifi, umelipa mavingamuzi, unarukaruka na kibukta, wacheza watoto wako, wewe ndio unasema kwamba amani amani. Lakini kuna mtu ambaye hajawa na amani leo, alikuwa na utulivu tu wa nje. Kwaweza kuona kwamba tunashukuru kwa kilichotokea, utulivu, lakini bado kuna kitu kingine cha kujifunza kuhusu hali kama hii, na kwamba tusitamani pia hali kama hii ijirudie tena. Kama ambavyo hatutamani kuona ya Oktoba 29 ijirudia, basi pia tunatakiwa tusitamani kuona hali hii nao ikijirudia, kwa sababu haikuwa nzuri kwa kila mtu. Na of course hata kwa serikali yenyewe imekosa uchumi, biashara zimefungwa, watu mmoja mmoja kiuchumi imekuwa shida. Kwa hiyo unaweza kujifunza kikubwa tu